Mtazamaji ambaye unakuwa unanitazama kwa hivi sasa, hii ni dunia ya kidijitali. Dunia ambayo kitu cha kwanza muhimu kuliko vyote ni taarifa. Sasa namna gani ambavyo unaweza ukapata taarifa ambayo ni sahihi na taarifa ambayo inakuwa sio sahihi, kwa maana ya fake news na habari ambayo ni ya kweli. Na hapa nataka nikujuze namna gani ambavyo unaweza ukatambua kwamba hii habari ni ya kweli ama sio ya kweli. Kumbuka kwamba kwa hivi sasa tupo katika ulimwengu ambao AI, kwa maana artificial intelligence, zinatumika sana katika kupenyeza ajenda kadha wa kadha na kupotosha ukweli wa mambo. Licha kwamba artificial intelligence imekuja pia kuboresha mambo mengi sana duniani, inategemeana na wewe unaitumia kwa namna gani. Acha nirudi katika lengo mama ambalo nataka kukujuza. Njia mojawapo ambayo itakuwezesha kutambua kwamba hii habari sio halisia na inabidi uipuuze. Cha kwanza, inakuwa haijathibitishwa na mamlaka husika, kwa maana mamlaka za kiserikali, kwa maana kama ni polisi au viongozi wa kiserikali na vitu kama hivyo. Njia nyingine ya kuweza kutambua kwamba hii habari ni halisi au sio halisi, kwanza hiyo habari utakuta inapatikana kwenye chanzo kimoja peke yake, yani hapo hapo ulipoikuta ndio inapatikana hapo hapo. Lakini ukienda kuitafuta kwenye vyanzo vingine vya habari huwezi ukaikuta, kwa maana vyanzo rasmi. Katika uandishi wa habari kuna njia nyingi za kuweza kutambua kwamba hii habari ni kweli au sio kweli. Mfano, Tanzania kuna vyombo vingi vya habari ambavyo vinakuwa vinatoa habari, lakini ukienda unaweza usikute. Unaenda unatafuta labda Clouds Media, hauipati. Jamii Forums, hauipati. ITV, hauipati. Unaenda kutafuta CNN, BBC, Al Jazeera, kote huko hauipati. Hiyo inatosha kukwambia kwamba hii habari inaweza kawa sio ya kweli. Lakini vile vile habari ambayo sio ya kweli utaona ina viashiria vya mlengo mmoja ambao umelenga maslahi yake peke yake. Kwa mfano, mtu akiwa na ajenda yake ambayo anataka kuipenyeza, anaweza akatengeneza ajenda ambayo hiyo anaibeba yeye peke yake na hataki mamlaka zingine ziweze kuizungumzia. Muda mwingine pia unaweza kujua kwamba hii habari sio ya kweli, au muda mwingine anaweza kawa anashinikiza sana kwamba kama mnaamini kwamba hii habari sio ya kweli, nendeni mwaulize polisi. Kama hii habari sio ya kweli, naamini sio ya kweli, nendeni mkaulize mamlaka fulani, wakati unatambua wazi kwamba ilikuwa ni jukumu lake huyo mtu wa habari kwenda kuziuliza hizo mamlaka. Lakini vile vile muda mwingine katika video jongefu ambazo unakuta zimetengenezwa na AI, unaweza kukuta habari hiyo yule ambaye unamuona kama mzungumzaji au object au hata sauti haionyeshi hata pumzi yoyote ile. Mimi hapo nanisikia, unaona nazungumza, kuna muda naweka pause kwa maana akitua, kuna muda nitataka kuhema. Lakini pia kwenye video za AI ambazo unakuta maybe zinataka kupotosha habari, vitu kama hivyo huwezi ukavikuta. Kwa maana yake hapo utajua tu kwamba hii video imetengenezwa na AI na wala sio binadamu halisi. Kwa katika ulimwengu wa kiteknolojia lazima kuwa makini na habari ambazo unakuwa unazipokea. Sasa ufanyeje ili uweze kuthibitisha kwamba hii habari ni ya kweli au sio ya kweli? Yale yote ambayo nilikuwa nakueleza unaweza ukageuza kinyume chake, kwa maana kwamba kama nilikuwa na utaratibu wa kufuatilia habari zako kwenye chombo kimoja tu cha habari, basi au chanzo kimoja tu cha taarifa, basi jifunze kufuatilia vyanzo vingi vya taarifa. Lakini vile vile unapotaka kufahamu pia, muda mwingine unaweza kutafuta mamlaka husika kwa ajili ya kuthibitisha hiyo habari ni ya kweli si ya kweli. Mfano, naambiwa kwamba hili ni tukio limetokea katika hospitali fulani, unaweza kupanga safari moja kwa moja kwenda hapo, au kawapigia simu wahusika wa hiyo hospitali ukawauliza hii tukio, au unaona kwamba haya mauaji yamefanyika eneo fulani, unaweza kwenda moja kwa moja kwenye hilo eneo, au kawapigia polisi kutaka kufahamu undani wa tukio hilo. Kama unaona kufuatilia vyombo kadha wa kadha vya habari, kwako wewe inakuwa ni kazi. Lakini yote kwa yote, mimi naweza nikakwambia tu kwamba taarifa, information is power. Taarifa ni nguvu. Japokuwa kwa hivi sasa katika vyombo vingi vya habari duniani, hiyo nayo ni changamoto pia, mamlaka huwa zinajitahidi pia kuminya uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo kuna baadhi pia taarifa unaweza usizipate kwa wakati, lakini ukitumia njia ambazo nimekwambia za kuthibitisha wewe mwenyewe,
itakusaidia na utaweza kutambua wazi kwamba hii taarifa ni ya kweli au sio ya kweli.